Naam, mpenzi mtazamaji wa Ukombozi TV, kama tulivyokwisha kukuambia kwamba hayawi yamekuwa sasa, tuko katika kijiji cha Sing'isi ambapo pia kuna kongamano kubwa ambalo tunalifanya kwa siku nzima ya leo, na kama tulivyokwisha kuwatangazia tangu majuma yaliyopita, na hapa tupo kwa ajili ya kufanya kongamano. Lakini kabla ya kongamano alijaanza, nimeweza kukutana na wahudumu wenzangu ambao pia wako hapa kuanzia asubuhi kwa ajili ya maandalizi ya kongamano hili ambalo pia linatarajika kwenda kufanyika muda sio mrefu. Langu jina ni Enoki Kio, lakini kabla sijaendelea nimkaribishe mwenzangu Pendeza Sakuya naye pia aweze kuzungumza. Karibu. Amina, mpenzi mtazamaji, tuko hapa kwa ajili ya ile siku maalum ambayo ilikuwa imeandaliwa tarehe 13 mwezi wa 9 2023, ambayo ilikuwa ndio siku ambayo ilikuwa imepangwa kwa ajili ya kongamano linaloanza siku ya leo hapa chama cha Sing'isi. Tunamshukuru Mungu maana tumewahi, lakini tumekuta wahusika wenyewe wanatusubiri kwa hamu kubwa sana. Lakini pia kabla hatujaanza, tunaona ngoja tufanye mawili matatu kwa ajili ya kongamano linaloenda kuanza siku ya leo. Lakini kabla tujaendelea, pia tuko na mwenzetu Yohana, naomba tumkaribishe kidogo. Karibu. Asante sana. Kama mlivyotangulia kusikia mtangazaji Pendeza Sakuya alivyotambulisha, kwa majina yangu mimi naitwa Yohana William, ni mhudumu kutoka huduma ya Ukombozi, ni mwimbaji pia wa nyimbo za Injili. Kama ilivyokuwa na ada na utamaduni wa huduma ya Ukombozi, huwa inapenda kuandaa makongamano kwa ajili ya kuhakikisha familia zote ambazo ziko kwenye magereza zinafunguliwa. Kwa hiyo leo tena siku nyingine ambayo tumepata nafasi ya kurudi tena Sing'isi. Hii ni mara ya pili kuwepo mahali hapa. Ni kweli watu wana shauku kubwa sana ya kupata kujua na kutazama kila ambacho Mungu ameandaa kwa ajili yao. Asanteni sana. Nirudishe mic hii kwa watangazaji, uendelee na mahojiano mengine kama yapo. Karibu. Naam, mpenzi mtazamaji wa Ukombozi TV, sasa moja kwa moja tuende kwenye lengo, na hivyo unavyoona basi ndivyo maandalizi yanavyoendelea vizuri kabisa. Labda nikirudi kwa Pendeza hapa, aniambia analizungumziaje kongamano la siku ya leo, na baada ya hapo tutakwenda kwa mwenzetu hapa Yohana William. Labda Pendeza, hii siku ya leo unaionaje? Siku ya leo mimi nimeona ni siku ambayo imekuwa kama surprise. Kwa sababu tumewahi kufika hapa asubuhi sana, lakini tunakuta baadhi ya watu wa Sing'isi wanatusubiria na wengine wanajua ndio tuko tunaanza ile asubuhi. Kwa hiyo kama mimi siku hii leo ni siku ya kwanza, lakini ni siku ambayo ina shuhuda kubwa sana katika maisha yetu. Na wengi wanatamani sana kumuona mtumishi afike, lakini pia wengi wanafika hapa wanatamani kufanya hata shughuli mbili tatu hata za kupanga vitu, kwa sababu wanatamani ile yale masaa yanayotarajia kuanza yafike muda si mrefu. Ndio. Na labda wewe kama wewe au ukiwa kama kiongozi wa media kwa ujumla, kama vile tulivyokwisha kutangulia kuzungumza hapo awali kwamba tupo huku tangu wiki zilizopita kwa ajili ya kutangaza kongamano kubwa kabisa, umejiandaaje? Mimi kwenye habari ya media nimejiandaa kama ifuatavyo. Kwanza kwenye habari ya kuwa live tuko vizuri, tumejiandaa vizuri kwenye mitandao yetu, tumeshapanga vitu vyetu vizuri. Kwa hiyo muda si mrefu tutakapoenda kuanza ile masaa ambayo yamepangwa na Mungu kwa ajili ya kuja kuanza kongamano letu, tutakuwa live. Kwa hiyo tunakaribisha watu wote ambao wataweza kufika hapa Sing'isi, walioko mbali, Mungu awasaidie wapate bando ili tuwe nao pia live tunapoanza kongamano siku ya leo. Na moja kwa moja labda nikizungumza na mwenzangu hapa Yohana William Nyaganya kama sikosei, nizungumze naye kwa ujumla sasa kwamba yeye kama yeye kamati ya maandalizi imefikia wapi na imefika kwa asilimia ngapi labda? Nafikiri nikizungumzia mimi kama mimi kwa kamati ya maandalizi, kwanza kabisa nipo kwenye kamati ya maandalizi ya vyombo. Nafikiri vyombo tumeshafika, tumeshaandaa kila kitu na tumeshatatua changamoto zote ambazo zilikuwa zinatusumbua. Nafikiri vyombo tumeshaseti kila kitu, tumeshaweka mpango mkao yani. Hapa tunasubiria tu wale wana praise team ambao watakuepo waanze kuamsha na hatimaye vipindi viendelee kufunguliwa. Kweli maandalizi yako sawa kabisa, yako vizuri. Mimi nazidi kuwakaribisha ambao pengine labda wako njiani wanajiandaa, wanafikiria kufika mahali hapa. Kwa hiyo nazidi kuwasisitiza kwamba wasichelewe. Hata kama nasema simu hii, hakikisha kwamba yani fanya juu chini, fanya kazi zako na umalize mapema, kimbia moja kwa moja. Njoo kwa viwanja vya hapa Sing'isi chama ili uweze kupata muujiza wako ambao Mungu amekusudia siku leo upate. Na labda wewe kama wewe umejiandaaje kwa ajili ya ili kongamano kubwa ambalo ni la siku tatu, na kama mtumishi wa Mungu alivyosema kwamba Sing'isi amerudi kwa awamu ya pili, lakini amerudi kivingine. Sio ukombozi wa familia tena, ni ukombozi wa nyota na baraka za familia. Wewe umejipangaje pamoja na wana Sing'isi kwa ujumla? Mimi kwa jinsi nilivyojipanga,
ni kwamba nimejiandaa vizuri na si kwa akili zangu, pia namtegemea Mungu. Lakini pia wanasinyisi, ninachowasisitiza kwa maandalizi kutoka moyoni mwangu, kwa sababu mimi pia ni mwimbaji nyimbo za Injili, lakini pia ni mwimbaji wa praise, ni kwamba kuhakikisha wingu la sifa, kuhakikisha wingu la kuabudu limekaa vizuri, kwa sababu tunayemtegemea ni Mungu, na hakika kwamba lazima, kwa sababu tunategemea yeye, lazima tutumie ipasavyo. Kwa hiyo tumejiandaa vizuri vilivyo kwa ajili ya kuhakikisha kila huduma inayohusiana na habari ya kiroho inapatikana na watu wanapokea sawa sawa na mahitaji yao. Labda kwa wale ambao wanatamani kufika kwenye kongamano hili, alafu bado hawajaelewa kwamba kongamano hili linafanyikia wapi, lakini pia kuna ambao wanafahamu linafanyikia wapi lakini hawajui mahali pa kushukia, yani nikimaanisha kituo yani. Kwa wale ambao wanatamani kuja kwenye kongamano hili lakini hawafahamu maeneo linapofanyika kongamano, kwa wale wanaotoka Arusha mjini, wapande basi au daladala zinazoelekea Katiti, lakini pengine wale wanaopanda gari za kwenda Moshi, wanapofika Tengeru, wakifika tu Tengeru wamwambie konda awashushe darajani. Ya maana kwamba ni mbele ya kituo kidogo cha Tengeru stand. Unatoka Tengeru stand unapiga hatua chache tu unakuwa umefika kwa fundi, unafika darajani. Pale darajani kuna pikipiki ziko pale. Zimepaki, ni shilingi 1000 hadi kwenye uwanja wa Chama Simisi. Lakini pia kwa kutembea kwa mguu sio mbali, kwa sababu utembea mwendo mfupi tu kwa kulifuata barabara bila ukata kona yoyote. Ukifika tu mahali unasikia tu kuna vyombo vinafanya kazi. Kwa sauti ni kubwa, watu wanasikia. Kwa hiyo sio mbali sana. Lakini pia kwa wale wanaotoka Arusha anaotamani kufika, panda gari inaenda Arusha mjini. Kabla hujafika Arusha mjini, wewe kuna vituo viwili vya kwako. Unaweza ukasema nishusheni kwa fundi. Hapo kwa fundi kidogo, njia kwa fundi sawa ni rahisi, lakini mimi naona njia ambayo ni rahisi sana, ambayo haina kona, haina kupotea, ni njia nzuri, ni ya darajani. Ukishuka tu darajani pale unapanda tu kidogo, au kama una uwezo mfukoni chukua pikipiki shilingi 1000, waambie kulete chama cha Kawa Simisi. Wanakuwa wamekufikisha, na utalikuta kongamano kubwa, maelfu ya watu wakiwepo wanasubiria kupokea muujiza wao kutoka kwa mtumishi wa Mungu kama jinsi Mungu alivyopanga kumtumia. Na kwa kuwa umepata neema au nafasi ya upendeleo ya kuzungumza na wanaukombozi kupitia media, hebu twende nikaribishie marafiki zako wasiopungua 3 kwenye kongamano kubwa hili kufikia siku ya kesho na kesho kutwa. Mimi labda rafiki yangu wa kwanza kumkaribisha, maana ibada njema inaanzia nyumbani. Rafiki yangu mkubwa wa kwanza ni mke wangu. Namkaribisha sana kwenye kongamano ili tuweze kujumuika pamoja kwa ajili ya kupokea uponyaji. Lakini pia rafiki yangu wa pili ambaye namkaribisha kwenye kongamano, unajua mimi marafiki zangu wote ni walioko ndani ya Yesu, ndio marafiki zangu. Napenda kuwakaribisha ndugu yangu Innocent, karibia sana. Lakini pia mama yangu, mama mtumishi, namaanisha Mrs. wa mtumishi wangu, Mrs. Radiel, namkaribisha sana mahali popote pale atakapokuwa na nani, yani ajue kwamba kijana wake anamsitiza afike kwenye kongamano bila kukosa. Asante sana. Hakika siku ya leo umepata neema kubwa sana. Twende nikaribishie, kwa sababu wewe ni mwimbaji. Hebu twende karibisha waimbaji wasiopungua 3 kwenye kongamano kubwa ikiongozwa na praise team. Jambo la kwanza, kama praise team ya huduma ya ukombozi Fest, hiyo naikaribisha kwa sababu na muda si mrefu sasa tunakwenda kuanza kuamsha majeshi. Lakini pia nimkaribishe Pastor Yohana. Pastor Yohana namkaribisha sana kwa ajili ya uimbaji. Lakini pia Innocent ni mwimbaji pia, namkaribisha sana ili aweze kuhudumu. Lakini pia najua Elikarimu, lakini pia bila kumsahau Enoki ya Kioo ambaye mnamtazama kwenye kioo hapo sasa hivi, pia ni mwimbaji, namkaribisha kama huduma ya uimbaji. Kwa sababu anaweza kuwa yuko busy na media, lakini kama mwimbaji namkaribisha kwa 100% ili pia naweza kushiriki swala la uimbaji. Asante sana kwa kukaribishwa. Na unawaambia nini sasa wanaokutazama kwa ujumla, tuende tukamalizie? Nawaambia tu karibuni, masando haya, muda umefika, usipange kukosa. Jambo la kwanza usipange kuja kusimuliwa. Unajua hadithi anapokusimulia lazima ongeze kitu, lakini unapofika mwenyewe lazima unachukua kitu halisi. Kwa hiyo usipange kusimuliwa, njoo mwenyewe, jionee kwa macho yako na upokee muujiza wako. Usichelewe, muda ndio sasa. Anza safari yako kwa ajili ya kuwahi kwenye viwanja vya chama, tukaanze pamoja na tukahitimisha wote pamoja. Mungu wa mbinguni akubariki. Asante sana. Na kufikia hapo basi ndio mwisho na mwanzo wa kipindi hichi, lakini nikwambie tu kwamba pale ulipo
ukiwa umetufuatilia kutoka nje ya nchi yetu ya Tanzania, lakini pia ukiwa unatufuatilia kutoka nje ya mkoa wetu wa Arusha, nikwambie tu kwamba neema ya Mungu popote pale ulipo ipo ndani yako. Endelea kufuatilia Ukombozi TV. Natamani nikuletee at least waimbaji kama wawili niweze kuzungumza nao pia live hapa kama Yohana alivyokisha kuwakaribisha waimbaji hao. Nikwambie tu kwamba endelea kutazama Ukombozi TV.